Na hapo kwenye mtaala sasa, naamini mtaala ndo unaozalisha huo uwiano ambao umetuambia. Ni kwa namna gani mnausimamia, lakini pia mnatumia mtaala wa namna gani ili na kwa nini yani huo mtaala ambao mnautumia unawasababishia nyinyi kufanya vizuri ukilinganisha na shule nyingine? Utofauti wenu nyinyi hasa ni nini? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Hapa sasa naomba nitoe darasa kidogo kwa wale wanaotusikiliza wapate kitu cha kujifunza. Cambridgeshire hatutumii mtaala wa Uingereza. Tunatumia mtaala wa Tanzania. Na kwa nini tunafanikiwa katika kusimamia mtaala? Cambridgeshire tuna viongozi mahiri, viongozi shupavu, viongozi wenye ubobezi ambao wanafahamu kabisa namna ambavyo wanaweza wakashughulikia mambo ya kielimu. Kwa mfano, tuna timu au bodi ya wakurugenzi inayoongozwa na mkurugenzi mkuu wa shule yetu. Huyu mkurugenzi mkuu, Askofu Josephat Njige, ni mwalimu by professional. Kwa ana uwezo wa kutuambukiza sisi ambao tunasimamia, akatuambukiza ubora alionao, kwa sababu yeye kabla ya kuanzisha shule alishakuwa mwalimu. Na sio tu mwalimu, ni mwalimu ambaye alikuwa anaingia darasani anafundisha. Kwa kufuata maono yake pamoja na mitazamo yake, aliweza kutuambukiza sisi viongozi na tukafanana na yeye. Kwa kuna siri ya kwanza ni uongozi shupavu, na siri ya pili katika kusimamia mtaala na kuleta matokeo bora ni hii timu ya viongozi bora. Wameweza kufanya recruitment nzuri ya walimu. Wameajiri walimu ambao ni bora, walimu mahiri. Hawa walimu wana ujuzi wa kusoma muhtasari vizuri, yani syllabus, wakaelewa ile syllabus vizuri. Lakini wakishaelewa ile syllabus vizuri, kwa sababu walimu ni wabobezi, wana uwezo wa kuandaa mpango kazi, yani schemes of work. Wana uwezo wa kuandaa schemes of work nzuri, na hawa walimu wakaandaa lesson plan nzuri au maandalio ya somo, lesson plan ambayo inaweza rahisi sana kutekelezeka. Lakini pia nukuu za somo kutoka kwenye vitabu ambavyo vinatambulika kimtaala. Tuna vitabu vya kiada na vitabu vya ziada ambavyo hawa walimu wenye ubora wana uwezo mkubwa wa kuchakata hizi notes, kuzifanya kuwa nyepesi wakati wanamfundisha mwanafunzi, kwa sababu notes zimetengenezwa katika ubora wa juu. Wanafunzi na kuwa rahisi kwao kupokea na kuelewa. Lakini si kufundisha tu, kumekuwa na uwezo mkubwa wao walimu kuandaa zana za ufundishaji na ujifunzaji. Sisi Cambridgeshire tunaamini katika kutumia zana. Mwanafunzi anapofundishwa akiwa anasaidiwa na zana, anaelewa vizuri kuliko mwanafunzi ambaye anafundishwa kwa nadharia au theory. Tumekuwa sana tukisisitiza ufundishaji wa vitendo, kwa sababu ufundishaji wa vitendo unarahisisha shughuli za ujifunzaji na ufundishaji. Lakini pia katika kuwezesha mtaala, tumekuwa na ratiba mama, master timetable. Tuna wataaluma wazuri ambao ni mahiri, ambao walitutengenezea ratiba ambayo kila mwalimu anaizingatia kwa ajili ya kufundisha. Kwa hii ratiba tunaizingatia, tunaisimamia. Kila mwalimu anagombania kipindi, muda wa kipindi chake ukifika anaingia kwenye kipindi. Na vile vile tunaamini mipango yote hii tunayoifanya ni lazima mtoto awepo. Kwa tunahakikisha watoto wetu wanafika shuleni kwa muda husika, kwa muda unaofaa, na walimu wanawaatendi darasani kwa muda unaofaa. Kwa kuzingatia haya yote, Cambridgeshire inatekeleza mtaala wa kielimu kama ulivyoelekezwa na taasisi. Lakini mwisho kabisa, ndugu mtangazaji, huwa tunafanya tathmini. Huwezi kuwa na mchakato mkubwa wote huu ukaacha kufanya tathmini, kuona wapi umeteleza na wapi umepatia. Kwa hii tathmini inatusaidia sana kuangalia wapi tuboreshe au wapi ambapo hatujafikia vizuri tuweze kupasawazisha. Lakini mwisho kabisa, lakini si kwa muhimu, ni kutoa motisha. Kutoa motisha kwa walimu, kutoa motisha kwa wanafunzi, kwa sababu tunaamini motisha inaongeza kitu katika ufundishaji au ujifunzaji. Ndio maana leo tunaweza tukatoka kifua mbele
tukasema katika somo la social studies sisi ni Tanzania 1, kwa sababu huyu mwalimu alichakatwa naye pia akawaambukiza wanafunzi yale material aliyokuwa nayo, na mwisho wa siku tumekuja kuwa bora, na sio bora tu kimkoa, tuko bora kitaifa. Nashukuru sana. Asante sana. Hapo kwako kwa ufupi sana natamani kujua, mbali na masomo ambayo wanafunzi wanajifunza darasani, Kiingereza, hesabu na mengine mengi, kwa namna gani Cambridgeshire Academy inawasaidia watoto, kwa sababu tunaelewa pia ajira imekuwa ni changamoto. Namna gani mnawaandalia msingi na uwezo tangu akiwa chini waweze kujiajiri, nikimaanisha kwamba je, mna masomo ambayo yanawaandaa wao waweze kufahamu hata stadi nyingine za maisha? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Naomba nikuhakikishie kwamba Cambridgeshire ni kiwanda. Cambridgeshire ni kiwanda. Tunatengeneza watoto ambao wanaweza wakaja kukompiti katika maisha ya kawaida. Cambridgeshire tumekuwa na utamaduni mzuri tu wa kuibua vipaji. Tunaamini kipaji ukikitumia vizuri kinakupa pesa. Kwa tumekuwa na vipindi vya michezo, tuna vipindi vya sanaa. Hivi vipindi vyote vinasaidia kumjenga mtoto, na tuna walimu ambao wanaweza wakatambua kipaji, wakavumbua kipaji cha mtoto. Kwa ukimtazama mtoto kama ni mwalimu makini, unatambua huyu mtoto ana kipaji gani, na tunakiendeleza kwa kupitia vipindi vya michezo na sanaa. Asante. Asante sana.